Ndugu waandishi wa habari, niliyesimama mbele yenu ni katibu wa vyama tunavyoshirikiana, vyama 12 vinavyoshirikiana katika wilaya ya Songea. Tumewaita siku ya leo ya tarehe 27 ya mwezi huu wa 4 mwaka 2025, leo siku ya Jumapili, katika ukumbi huu wa Juko kutoa tamko letu kama viongozi wa vyama vya siasa ndani ya wilaya ya Songea. Lakini kabla tujafika kwenye kutoa tamko, kwanza tunataka tuipongeze na kuwashukuru viongozi wote wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa ngazi zote. Kwa sababu gani? Tanzania mpaka sasa tunapozungumza ni taifa liko salama sana, taifa lina amani sana, Watanzania wako huru kufanya shughuli zao. Tunawapongeza sana viongozi wetu wote, lakini pia tunawashukuru wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama na vyombo vya ulinzi na usalama kwa ujumla wake, kwa sababu tunafahamu sisi tunapolala wao hawalali, sisi tunapofanya shughuli zetu wao wanafanya kazi ya kutulinda sisi, na ndio maana tumekuwa salama. Tunapaza sauti ya kupongeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa na nzuri wanayotufanyia sisi wa Tanzania. Tunasema hivi kwa sababu mataifa mengine yamekwama, vyombo vya ulinzi na usalama vimeshindwa, wananchi wanachinjwa kama kuku. Hongera sana vyombo vya ulinzi na usalama. Tunawaomba msivunjike moyo, pamoja na magumu mnayokutana nayo, pamoja na kuongezewa majukumu mengine ya kipumbavu. Tunawaomba msivunjike moyo, endeleeni kuwalinda Watanzania. Mwenyezi Mungu aliyowafanya Watanzania wawepo atawabariki na kuwabariki sana. Baada ya neno hilo, tunamshukuru tena Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi vyama 19 vya siasa ambao tumekutana hapa, vyama 12, kama mnakumbuka waandishi wa habari, miaka iliyopita tulikosa nafasi ya kufanya siasa, tulinyimwa, tulibanwa, na mpaka vyama vya siasa vimepungua nguvu kwa sababu ya mazingira magumu. Hatukuwa na uwezo wa kufanya mikutano, tulikuwa tuna uwezo wa kufanya chochote, tulikuwa hatualikwi kwenye function mbalimbali za kiserikali. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan, mwanademokrasia namba 1 Tanzania, akaona yale yote sio mazuri, akasema hapana wanangu, ngoja niwaveshe heshima. Leo tumevalishwa heshima na Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunatembea tunafanya mikutano, tunaongea na wanachama wetu, tunakwenda kujenga vyama, hatimaye mpaka tunasimamisha wagombea maeneo mbalimbali. Mfano uchaguzi wa serikali za mitaa, sisi kama vyama vya siasa tumesimamisha wagombea, wengine wameshinda na wengine hawajashinda. Kwa sababu gani? Kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mwanademokrasia namba 1. Yeye kiu yake ni kuona Tanzania inajengwa, na ndio maana ameturuhusu sisi tufanye siasa ili tujenge Tanzania. Tunampongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki na aendelee kututumikia sisi wa Tanzania. Baada ya hizo shukrani, ninaomba niingie moja kwa moja kwenye ajenda ya siku ya leo. Ndugu waandishi wa habari, sisi kama viongozi wa vyama vya siasa katika wilaya ya Songea tunatamka neno moja kuhusu uchaguzi wa mwaka 2025, kwamba Watanzania wote tutajitokeza kwenda kusikiliza sera na kwenda kwenye uchaguzi mwaka 2025, na si vinginevyo. Kama kuna chama kinawadanganya Watanzania wasipige kura, kama kuna chama kinawaambia sijui nini, tunaomba wapuuzwe kwa nguvu zenu zote. Watanzania wote mwenye sifa kupiga kura, puuzeni kauli yoyote inayosema kwamba Watanzania wasipige kura. Puuzeni hiyo kauli, shikeni kauli moja kwamba muda utafika, vyama vya siasa vitafanya kampeni, nendeni mkasikilize sera, nendeni mkasikilize ilani ya uchaguzi, mwisho wa siku nendeni mkapige kura, muwe na haki yenu ya kuchaguliwa na ya kuwachagua viongozi mnaowataka. Neno lingine, ndugu waandishi wa habari, sisi kama vyama vya siasa tumesikitishwa sana na kauli ya chama kimoja cha siasa. Kinatunyang'anya haki yetu ya kushiriki uchaguzi mwaka huu. Wanaposema kwamba eti uchaguzi hautafanyika, wao walikaa na nani? Msajili amesajili vyama 19. Kuna kafu, kuna Demokrasia Makini, kuna NLD, kuna UMD, kuna NCCR Mageuzi, kuna ADA TADEA, kuna chama cha UDP na vyama vingine vingi. Vyama vyote viko sawa mbele ya sheria, tuna haki ya kushiriki kwa mujibu wa sheria. Sasa chama kimoja kinavyosimama kukandamiza haki ya vyama vingine, wao mamlaka yao wameyapata wapi? Tunawapinga.
na ikiwezekana maneno yao hayafute, kwa sababu hii nchi ni nchi ya Watanzania na Watanzania wenyewe wameridhia kuwa na vyama vingi, na tuna vyama 19. Wanasubiri vyama vyao viingie kwenye uchaguzi ili wachague viongozi wanaowataka. Si kinyume cha hivyo, sio kinyume cha hivyo. Lakini pia, ndugu waandishi wa habari, kutokana na yanayoendelea tunasoma kwenye mitandao na tunaona sasa hivi mpaka viongozi wa dini na wao tunaona wanaanza kuchanganyikiwa. Tunawaomba sana viongozi wa dini watulie, wao na utulivu. Nchi yetu ina sheria, nchi yetu ina katiba, nchi yetu ina taasisi mbalimbali za kimamlaka. Vyama vya siasa viko chini ya msajili. Kama kuna chama chochote cha siasa kinakwenda tofauti, tunamuomba msajili asikae kimya. Kwa nini umruhusi mtu anakuja na kauli ya ajabu ajabu? Kwa mfano, kuna mtu mmoja anasema tutakinukisha. Maana yake nini? Hii si kauli njema kwa Watanzania. Hii ni kauli ya kulibomoa taifa la Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, Tanzania yetu ni moja. Hatuna Tanzania nyingine. Leo tukikinukisha, Tanzania kishakuwa kama Kongo. Niambie, mama yako anaenda wapi? Mlemavu anaenda wapi? Mama mjamzito anaenda wapi? Wananchi wanaenda wapi? Wanaenda wapi? Unataka kuivunja Tanzania. Wazee wetu waasisi wa nchi hii wamehangaika. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mzee Abedi Amani Karume na viongozi wengine, kila mzee Rashid Mfaume Kawawa, walikesha, walifanya kazi ngumu ya kuijenga Tanzania leo ambayo sisi tumeirithi. Mimi leo nazungumza na miaka 63, sijawahi kuchukua begi kukimbia kwa ajili ya vita. Kwa nini leo watoto wetu tuwaangalie mazingira ya kukimbia na begi? Tunapinga na tunasema hawa watu washinde kwa jina la Yesu, na ikiwezekana tunamuomba msajili atumie mamlaka aliyo nayo kuhakikisha huu upuuzi unaondoka kwenye taifa letu. Tunaitaka Tanzania ilikuwa salama na Watanzania waendelee kuwa salama, kwa sababu wanahitaji kufanya shughuli za maendeleo ili maisha yaendelee.